maishani mwangu. Yesu ni mwema maishani mwangu. Baba, tunasema asante. Baba, pokea sifa, pokea utukufu Baba, katika jina la Yesu. Ni asante kwa wema wako na ni asante kwa fadhili zako. Tunakutukuza asubuhi ya leo na kukuinua katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amen. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Unaweza pata nafasi ya kusogea mbele hapo katika jina la Yesu. Tunaendelea na maombi ya kuombea kanisa. Tunasema tuwaombee alafu tuwaendee. Tuwaombee na pia tuwaendee. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo tukasema pia kwa kazi zako na shughuli zako na maisha yako, chukua nafasi ya kuomba na chukua nafasi ya kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi Wakristo wamekwama kabisa kwa kuomba peke yake, alafu wanangojea vitu vitendeke. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri uponyaji peke yake ndio uombe alafu uamini ungojee itendeke. Lakini kazi yako hautaombea alafu unyamaze ungojee itendeke. Maliza kuomba, chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua za imani kuhusu maisha yako, malengo ambayo uko nao mwaka huu. Unataka maisha yako iwe kiasi fulani, unataka kufanya hii, unataka kufanya hii, unataka kufanya hii. Chukua nafasi ya kuomba. Ukimaliza, angalia hatua ambazo utazichukua ili ukaweze kutimiza kile ambacho unataka kufanya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba acha maombi yako ifuatwe na matendo. Mkristo ambaye maombi yake inafuatwa na matendo amejawa na ushuhuda. Amejawa na ushuhuda. Maana kila mara baada ya kuamini lazima uchukue hatua. Baada ya kuamini lazima uchukue hatua. Hauwezi amini na ukae. Hauwezi omba juu ya kazi alafu ukae. Utaomba juu ya kazi kisha baadaye enda utafute kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema sana ujue ya kwamba ni vizuri kuombea wapendwa na ni vizuri kuwaendea, tuambie hizi habari, tusinyamaze naye, kwa sababu mavuno ni mengi lakini watendaji kazi ni wavivu. Kwa hivyo pia tunapoomba kwa ajili ya wenye dhambi kuokoka, pia tunapaswa kuomba kwa ajili ya wale ambao ni watendaji kazi. Tuwaombee kuenda. Sema amina. Jambo lingine ambalo tunaangalia ni kwamba shetani hataki kanisa liwe na watu wengi. Shetani hataki kanisa liongezeke. Kanisa linapaswa kuishi tu likiongezeka. Hivyo ndivyo inapaswa kukua. Linapaswa tu kuishi likiongezeka, na pia kuna watu hutoka na kuna watu huingia. Hivyo ndivyo kanisa inapaswa kukua. Ni kawaida ya kanisa watu kutoka na watu kuingia. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo. Jina la Bwana lisifiwe. Hakuna kanisa ambao kazi ya watu tu ni kuingia peke yake na hakuna watu wanatoka. Miaka nenda miaka rudi, kuanzia wakati wa Yesu kuna watu waliingia na kuna watu walitoka. Jina la Bwana litukuzwe sana. Kwa hivyo shetani hataki kanisa liongezeke, hataki watu waongezeke kwa kanisa. Unapaswa kuelewa shetani hataki watu wakuje kanisa. Bwana asifiwe. Shetani hataki wamama wakuje church. Shetani hataki wazee wakuje. Bwana asifiwe. Hata wale ambao wameokoka wako katika vita kali sana ya kuweza kuenda kanisani. Ukiwa mdhaifu, hata kwenda kanisani itakuwa ngumu. Utakaa kwa nyumba, mimi nakuambia. Na shetani atakupanga Jumapili vizuri na hakikishe anakuentertain hiyo siku na hauendi kanisa. Mimi huwa nasema hata kwenda kanisani ni vita. Bwana asifiwe. Hata kwenda kanisani ni vita. Lazima ushinde maroho ambazo zinaanza kupigana na wewe kwa nyumba ili usiweze kukuja kanisani. Lazima ushinde vikwazo na vizuizi na pingamizi ambazo adui anaweka
ya kuhakikisha leo hautaenda kanisani. Kwa hivyo lazima tukue waangalifu kujua jinsi ambavyo shetani anafanya kazi katika jina la Yesu. Na kwa sababu shetani hataki watu waende kanisani, basi shetani inamaanisha kwamba hataki kanisa liongezeke, hataki kanisa liwe na watu wengi. Maana pia yeye anajua ya kwamba kanisa limebarikiwa kuzaana. Bwana asifiwe. Kanisa limebarikiwa kuzaana. Kanisa liko na uwezo wa kuzaana. Wewe na mimi tuko na uwezo wa kuzaana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo tunapaswa kuzaana, tunapaswa kuongezeka, tunapaswa kukua wengi. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati kanisa linaongezeka, kanisa linakuwa na watu wengi. Wakati kanisa linaongezeka, kanisa linakuwa na watu wengi. Na ni vizuri kwa kanisa kukuwa na watu wengi. Kanisa kukuwa na watu wengi ni ishara ya kwamba kanisa hilo linafikia watu wengi na tunatimiza malengo ya Mungu. Tunatimiza tumekuu ya Mungu. Bwana asifiwe. Sababu ya kanisa liwe na watu wengi ni ishara ya kuonyesha kwamba kanisa linafikia watu wengi. Kukuwa na watu wengi ni kumaanisha kwamba tunafikia watu wengi kwa sababu tumeitiwa sehemu kubwa, tumeitiwa watu wengi, tujaitiwa sehemu kidogo. Tumeambiwa enendeni ulimwenguni kote, na ulimwengu yote Bwana, hao watu ni wengi, kumaanisha kwamba tumeitwa tufikie watu wengi. Na kanisa likiwa na watu wengi, hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba hiyo kanisa imefikia watu wengi ama inafikia watu wengi. Na hii ndio inapaswa kukua heartbeat ya kanisa. Hii ndio inapaswa kukua matamanio yetu ya kwamba Bwana, tufikie wengi, kanisa likuwe na watu wengi. Na tukasema baada ya kufikia watu wengi, tunaingia sehemu ya mabadiliko. Tunaanza kubadilisha wale ambao tumefikia, lakini tunawafikia kwanza, tunawaleta. Tukisha waleta, tunachukua hatua nyingine ya kuwabadilisha kwa kutumia neno la Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo nasisitiza ya kwamba tunapaswa kuomba kufikia watu. Tunapaswa kuombea kanisa liweze kuenda. Tunapaswa kuombea wamama waende, wawache kunyamaza na habari hizi njema. Tunapaswa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuombea wazee. Tunapaswa kuombea kila mtu ambaye ameamini, asikae na ushuhuda wake, aweze kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Wasamaria wengi wakaamini kwa sababu ya ushuhuda ya yule mwanamke Msamaria. Wasamaria wengi wakamwamini Yesu kwa sababu ya ushuhuda ya yule mwanamke Msamaria. Wewe pia nimekuja kukuambia, enda ushuhudie kile ambacho Mungu amefanya kwa maisha yako, na kupitia ushuhuda yako watu wataamini. Kupitia kwa ushuhuda wako wazee wataamini, vijana wataamini, kanisa litaongezeka katika jina la Yesu. Lakini tukiendelea kukaa tuseme hii ni kazi ya mchungaji, hii ni kazi ya pasta, hatutajihusisha nayo, basi nataka nikuambie kanisa litaongezeka. Lazima tuende. Jina la Bwana litukuzwe. Na siku ya jana tuliona kitabu cha Kutoka 1:7 jinsi ambavyo kanisa limebarikiwa, na tukaona ya kwamba mstari wa 8, pakaja mfalme asiyemjua Yusufu, kukainuka mfalme asiyemjua Yusufu, kukatokezea mfalme asiyemjua Yusufu. Bwana asifiwe. Na kitu cha kwanza ambacho kilimsumbua ni wingi wa wana wa Israeli. Hebu tusome Exodus chapter 1 verses number 8. Basi akainuka mfalme mpya
kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalia, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haleluya! Huyu mfalme asiyemjua Yusufu alipotokezea, alipokuja, alipoinuka, jambo la kwanza aliona ni taifa la Mungu wako wengi. Na mimi nasema shetani anapaswa kuangalia kanisa, aone watu wengi. Wengi wa watu kanisani inamkasirisha shetani, inamsababisha shetani kuhisi vibaya. Jina la Bwana litukuzwe. Alipoangalia akaambia watu wake, angalieni hawa kanisa, watu wako wengi. Angalieni ile kanisa imejaa watu wengi. Angalia ile kanisa, makanisani watu wameanza kukua wengi, na kwa sababu ni wengi, hata tena wana nguvu kushinda sisi. Hii ni ushuhuda mzuri ambao shetani anapaswa kutoa. Hii ni ushuhuda mzuri ambao shetani anapaswa kushuhudia. Waganga wanapaswa kushuhudia, wachawi wanapaswa kushuhudia, na waseme kanisa imejawa na watu wengi na kanisa iko na nguvu kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa giza unapaswa kutoa ushuhuda. Ufalme wa giza unapaswa kushuhudiana wenyewe kwa wenyewe, wakisema, na siku hizi kanisa hili limejawa na watu, na kanisa litajawa na watu kwa sababu watu wanazaana. Kwa nini wana wa Israeli walikuwa wengi? Kwa maana walikuwa wanazaana wenyewe. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha ya kwamba kanisa halitaongezeka kwa kuomba peke yake. Lazima tuombe na tuchukue hatua ya kuzaana. Na njia ya kuzaana ni wewe uende umshuhudie Yesu. Njia ya kuzaana ni wewe uende umtangaze Yesu. Njia ya kuzaana ni wewe uende useme kenye Yesu amefanya kwa maisha yako. Njia ya kuzaana ni ende uambie Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji, anataka kusamehe dhambi. Ukimwamini hautapotea, ukimwamini hautaangamia, ukimwamini atabadilisha maisha yako, ukimwamini atakufanya kuwa mwana katika ufalme wake. Lakini ukiendelea kukaa, hatutaongezeka. Kanisa amuka katika jina la Yesu. Kanisa amuka katika jina la Yesu. Ni wakati wa wamama muamuke, wazee amukeni, vijana amukeni, amukeni tuzaane, amukeni tuende ili kanisa likuwe wengi. Kisoma pale juu Biblia inasema ya kwamba walikuwa na uzazi sana na wakaongezeka mno na wakazidi kuongezeka. Kwa sababu walikuwa na uzazi, inamaanisha ya kwamba walizaana. Bwana Yesu asifiwe. Walifanya nini? Walizaana. Na huko kuzaana ndio kulisababisha wakakuwa wengi. Mpendwa, lazima ukubali kuzaana. Bwana asifiwe. Hakuna njia nyingine ya watu kuongezeka kanisani ila kwa wewe kwenda kuhubiria watu, ila kwa wewe kwenda kushuhudia. Hakuna njia nyingine. Hatutakaa hapa tuombe tunanyamaza, tuombe tunawangojea wakuje. Tunawaita pande zote, alafu tuwangojea wakije. Tuwaite kwa maombi, alafu tuende tuwachukue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kama Israeli hawangezaana, adui angewaona wakiwa wengi. Maandiko yanasema ya kwamba wakaitana, akawaita wenzake, akawatolea ushuhuda wa ufalme wa Mungu. Akaambia, angalia, wana wa Israeli ni wengi. Nasikia hilo neno linanitia moyo ya kwamba shetani anapaswa kutuona tukiwa wengi. Shetani anapaswa kuona kanisa likiwa limejaa. Shetani anapaswa kuona kanisa likiwa limejaa. Shetani hapasi kuangalia kanisa, akiangalia anaona ya kwamba watu wamelegea, watu wamekaa chini, watu ni wachache. Shetani atakasirika na kuhisi vibaya wakati ataangalia church, naona watu ambao wako church ni wengi sana.
Jina la Bwana litukuzwe. Na tutafanyaje ili tukue wengi? Lazima ukubali kushuhudia watu, lazima ukubali kualika watu, lazima ukubali kuwaita watu wakuje katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona tena wako na nguvu. Kuna vitu tu shetani anapaswa kujua. Anapaswa kujua kanisa liko na nguvu, na anapaswa kujua kanisa ni wengi. Bwana asifiwe. Kanisa linapaswa kukuwa na nguvu ya maombi. Kanisa linapaswa kukuwa na nguvu ya elimu ya Mungu. Kanisa linapaswa kukuwa na nguvu ya kifedha. Kanisa linapaswa kukuwa na nguvu ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa giza ukiangalia uone wakiwa wengi. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nataka usimame tuwaombee wenye dhambi, na pia tuwaombee wewe na mimi tunapaswa kuenda. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu. Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu, juu ya njia zangu. Kwa jina la Yesu ninasimama kuombea wenye dhambi kuokoka na kuja kanisani, na pia nasimama kuwaombea Wakristo kwa ajili ya kuwafikia wenye dhambi katika jina la Yesu. Anza kuomba sasa, anza kuwaombea. Baba, katika jina la Yesu ninawakumbuka wenye dhambi asubuhi ya leo. Ninawaombea wamama, ninawaombea wazee katika jina la Yesu. Ninawaombea kwa ajili ya wokovu, ninawaombea kwa ajili ya wokovu, ninawaombea kwa ajili ya wokovu, ninawaombea kwa ajili ya wokovu katika jina la Yesu Kristo. Ninawafungua asubuhi ya leo, ninaombea mioyo yao, kila hukumu wa mioyo ninaondoa katika jina la Yesu, ninaondoa katika jina la Yesu. Bali natangaza kuwaombea katika jina la Yesu, bali natangaza kuwaombea katika jina la Yesu, bali natangaza kuwaombea katika jina la Yesu. Ninawafungua wenye dhambi, ninaombea kila nafsi katika mji Bwana, ninaombea kila nafsi katika mji Bwana. Wamama na waombea, wazee na waombea, vijana na waombea, watoto na waombea, wasiokujua Bwana ninawaombea katika jina la Yesu. Ambao hawajakujua Yesu ninawaombea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ambao Bwana hawajakuamini ninawaombea asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaombea hizi nafsi Bwana, ninaombea hizi nafsi Bwana katika jina la Yesu. Ninaziombea kwa ajili ya mabadiliko katika jina la Yesu. Ninawaombea kwa ajili ya mabadiliko katika jina la Yesu. Tunawaombea, tunawafungua kwenda kanisani katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa ajili ya kanisa kuenda, tunaomba tukitangaza kila vizuizi vya kutuzuilia kuenda, kila vizuizi vya kutupinga kuenda, ninainuka kinyume nazo, ninainuka kinyume nazo. Natangaza kushinda kila pingamizi ya kunizuilia kuenda, ya kunizuilia kuwafikia wenye dhambi. Natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda kila vizuizi vya kuwekwa kinyume na huduma hii. Ninasiarifu, 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 ninasiarifu katika jina la Yesu. Natangaza ninaharibu, natangaza ninaharibu, natangaza kushinda, natangaza kushinda kila pingamizi ya kunizuilia kuwafikia wenye dhambi. Natangaza kuangusha kila pingamizi, kila vizuizi naondoa, kila vizuizi naondoa, kila vizuizi naondoa,
kila vizuizi naondoa, kila vizuizi naondoa, kila vizuizi naondoa, kila vizuizi naondoa, naondoa kwa jina la Yesu, 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 naondoa kwa jina la Yesu. Natangaza kushinda kila vikwazo vya kunizuilia kwenda, natangaza kushinda kila pingamizi ya kunizuilia kwenda, natangaza kushinda kila vizuizi ya kunizuilia kwenda. Ninakatana nazo, ninakatana nazo, ninakatana nazo. Bwana umenitia mafuta kuenda, 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 Bwana umenitia mafuta kuenda. Yandara babu shala bazanda makutalo sala. Naombea kila mmoja anayenisikiliza ambaye hajaokoka Bwana, naombea kila mmoja anayenisikiliza ambaye hajakuamini Bwana. Ninaombea hizi nafsi, ninaombea hii 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 nafsi, naombea hii nafsi, naombea hii nafsi, naombea hii nafsi, naombea nafsi ya wamama, naombea nafsi ya wazee, naombea nafsi ya vijana, naombea nafsi ya watoto, ninaombea hizi nafsi ambazo zinaangamia. Ninaziombea asubuhi ya leo, ninaziombea asubuhi ya leo, ninaziombea asubuhi ya leo. Ninawaita katika wokovu, ninawaita katika wokovu, ninawaita katika wokovu katika jina la Yesu. Ninaombea mioyo yao kuelewa neno lako, ninaombea Yesu Kristo mioyo yao wasiwe na hukumu, wasifanye mioyo zao magumu, ili wakaweze kukupokea Bwana katika jina la Yesu. Baba nakutukuza, Baba nakutukuza, Baba nakutukuza. Tunafungua malango kwa ajili ya wageni, tunafungua malango katika jina la Yesu. Tunatangaza katika jina la Yesu, wata shetani ufalme wa giza utaliona kanisa limejaa, ufalme wa giza utaliona kanisa limejaa katika jina la Yesu. Baba ninawaombea wababa, ninaombea huduma hii mwaka huu kwa ajili ya kuenda, ninaombea huduma hii mwaka huu kwa ajili ya kuenda, ninaombea huduma hii mwaka huu kwa ajili ya kuenda katika jina la Yesu. Baba utukuzwe, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba uinuliwe, Baba uinuliwe, Baba upewe sifa katika jina la Yesu. Tunatangaza siku ya leo, tutakushuhudia Bwana, tutakutangaza Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Mungu wa baraka, asante Mungu wa amani, asante mfalme wa ajabu. Pokea sifa Baba, pokea utukufu Bwana. Asante kwa kuwa umetenda Baba, tunakutukuza na tunakuinua katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, na watu wa Mungu waseme amina. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Bado tunazidi kukuombea ya kwamba kwa siku hakikisha umekaribisha mtu kanisani, hakikisha umeambia mtu kuhusu Yesu, na utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pia wewe ambao unanitazama na kunifuatilia, hakikisha unaongelesha mtu habari za Yesu Kristo. Karibisha mtu kanisani na itakuwa ya baraka kwa jina la Yesu. Ili ukaweze kukua baraka, naomba ukaweze kushare video hii katika jina la Yesu. Naitwa Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Nachukua nafasi kukaribisha katika ibada zetu za online na pia ibada zetu rasmi hapa kanisani. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Amen. Amen. Tumeshukuru sana kukuwa pamoja na wewe asubuhi ya leo. Bado tunazidi kukuombea ukaweze kuongelesha mtu kuhusu